kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulia. Shida ni nini? Nimeanguka, mguu unauma. Wapi? Hapa. Wapi sasa? Hapa kwa ndani. Naona kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulia. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga. Kwani Alexi, wewe ni mwanaume design gani? Unataka nini kwenye maisha yangu? Anaya, mimi nina akili timamu. Mimi ndo yule mwanaume nilikuwa nakudumia wewe kwa kila kitu. Lakini pia mimi ndo yule mwanaume uliyekuwa ukilala naye kitanda kimoja. Haijalishi ni kitu gani kilitokea mpaka ukaamua kukaa mbali na mimi. Hata kama unitaki mimi, mara mia utembee na mwanaume ananizidi mimi kwa kila kitu, na sio kutembea na huyu mwakucha makopo. Anaya, nilimpenda, nampenda na nitazidi kumpenda. Sina mpango wa kuachana naye. Huyu ni mwanaume. Sasa huyo ni mwanaume, ni mwanamke? Mwanaume gani anayekimbia vita na mwacha mwanamke peke yake? Hakuna mwakucha makopo jasiri. Wakucha makopo wote ni misili ya mashoga. Sasa wewe uogopi mwanaume aliyejisaliti mwenyewe ataweza vipi kukulinda wewe? Ipo siku utakuja kujutia ulichonifanyia. Kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulilia. Anaya! Kwa nini ulikuja kwenye maisha yangu? Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga. Ninaona, lakini siwezi kugusa mapigo ya moyo. Pole sana mume wangu, najua jinsi gani unajihisi vibaya. Samahani, nisamee mimi mwanamke mpumbavu.
Kujua kuomba msamaha imaanishi kila utakapoomba msamaha utasamehewa. Mwanadamu alivyojua kwamba Mwenyezi Mungu anasamehe 7 mara 70, akatumia kama kigezo cha kuweza kutenda dhambi, akitarajia kusamehewa. Swali ni je, tumeishawahi kujiuliza ni mara ngapi tumekosea na ni mara ngapi tumesamehewa? Tawi la mti linapochoka kulishikilia jani, ulidondosha bila kujali. Linakodondokea kuna usalama au hakuna usalama. Hakika moyoni kwako nimedondokea sehemu salama. Natamani nifungue mdomo wangu niipaze sauti yangu hadi masikioni mwako, ufahamu kuwa mapigo ya moyo wangu yanadunda kwa kasi. Macho yangu yananifanya nifarijike kwa kukutazama wewe. Ninaamini utakuwa kwangu peke yangu, sitoshia na mtu. Mimi ni jeshi la polisi na wewe ni mhalifu. Nitahakikisha na kutia mbaroni na kukuhukumu kifungo cha maisha kwenye moyo wangu. Na ni kweli wewe mwanaume atakuwa ni kwako peke yako. Nani wa kuibia mwanaume mchafu hivi? Mwanaume hajui kuoga, ananuka jalala. Hivi anaya? Mimi nimekaa na kusubiri niletee unga ngano, niandae vitafuno, kumbe wewe upo unamwangalia kinyago wako. Ni mara ngapi na kukataza kuhusu hiyo kijana makota makopo? Katika wanaume na wewe unaye ni mwanaume. Lakini mdogo wangu, mbona wanaume wapo wengi sana? Kwa hiyo unajizalilisha. Mdogo wangu wewe ni mzuri sana. Haina haja kutoka na makota makopo. Mungu atakupa mwanaume mwingine. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga, ninaona, lakini siwezi kugusa. Mapigo ya moyo yanapiga taratibu, kama mlango wa matumaini umefungwa na kufuli. Pole sana. Lakini naona kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulilia. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga, ninaona.
usijali, wewe kula. Kuwa na maana. Kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulilia, upofu wa hisia, giza ndani. Nani huyu ambaye anajua kila muda wote ni utani? Kumbe wewe tena. Samahani kama nitakuwa nimekukwaza, lakini Anaya, ni zaidi ya mara 3 kufuata kuelezea hisia zangu, lakini unashindwa kunielewa. Umekuwa mtu wa kutonisikiza kwa kina. Anaya, kwani mimi na moyo wa chuma? Umeliona hili chupa? Kwako lina thamani sana, lakini kwa watu wengine halina thamani kabisa, kitu ambacho ukiliona hata linadhalilishwa, aidha kuchomwa moto, utajisikia vibaya sana, kwa sababu hili chupa ndio riziki yako. Kijana, unahitaji pesa kiasi gani za shilingi ya Tanzania ili uachane na mpenzi yangu Anaya? Mimi mwenyewe napenda. Jaribu kunielewa. Mimi nakupenda mwenzako. Eti kama ningekuwa na uwezo wa kucontrol moyo wangu, basi ningeamuru usikupende. Ila nashindwa, maana moyo ukipenda umependa. Jaribu kunielewa mamangu. Wanaume wote hamna ambaye nikamwamini tena, hata aje na magari 5. Nyie wanaume wote ndio wale wale tu, isipokuwa mwanaume mmoja shujaa wangu. Wengine wote mna tabia za mbwa. Halafu sina muda wa kusikiliza hizo stori zako. Niko busy kwa sasa. Maneno matupu hayana uzito, kama hewa baridi na kuliza usiku. Sauti zako sasa ni ndoto tu, zikinitesa kwenye giza kuu. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga, ninaona lakini siwezi kuku. Wewe, hebu ondoka hapa kabla sister hajakukuta. Dada yako mbona nimetoka kukutana naye hapo, na kwa mavazi aliyovaa sidhani kama naweza kurudi sasa hivi. Sawa, haijalishi, lakini naomba uondoke mbele ya macho yangu, maana unanicheki chefu na hasira. Vitu vingine bwana, kweli jana tu.
Yaani na mazangu shapaga alafu jili tunatoka huko linakimbia ovyo ovyo. Nini sasa? Aya sasa, unataka unibia? Maana nyewe kwa wizi saluti sana. Maana mchelewe nyewe. Au ndo unataka unaomba hela? Mimi ndo nikutuma kwa ukote makopo hayo? Kwanza ukote makopo wote ni wenda azimu. Hamnaga akili. Muone kwanza. Yaani sisi tunatupa makopo nyewe mnaokota. Hamnaga tofauti na kunguru yani. Kwa taarifa yako sasa. Leo umenikosa. Umenikosa. Aibiwi mtu. Pumbavu. Maneno matupu hayana uzito, kama hewa baridi na kuliza usiku. Asante bwana, mimi sikujua. Sio kweli. Si yangu kabisa. Alex, unajua wiki hii tumesababisha hasara kubwa sana katika ofisi yetu. Yaani hela iliyowekezwa ni tofauti na iliyorejea. Kiufupi ni hasara kubwa sana. Yeah, of course. Mimi mwenyewe nimeona kabisa kwamba loss ya biashara yetu imekuwa kubwa sana kuliko hela tulioinvest. Lakini mimi naona solution itabidi tuifix ile hela. Kwa sababu bosi akijua, mimi naona itakuwa sio nzuri kabisa. Ni kweli unachokiongea. Itabidi tufanye hivyo. Ila naomba isije kajirudia tena. Sawa, usijali. Lakini nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja, simu wangu. Na shida yangu mimi ni kuhusu Anaya. Uweze kumweleza. Mimi sasa hivi Alex nimebadilika. Nahitaji kutulia na mdogo wangu. Mimi nachoomba umweleze kwamba sitaweza kurudia mambo ambayo nimewahi kumkosea before. Nitajaribu kuongea naye, lakini sina uhakika sana kama atanielewa. Maana mdogo wangu namjua mwenyewe, ni kichwa kibovu sana. Lakini mimi natumaini atakuelewa. Lakini pia najutia sana kutokujua thamani ya Naya kipindi niko naye. Shimeji, unapokuwa na kitu ni ngumu sana kutambua thamani yake, ila kikiondoka unaweza kutambua sasa thamani ya hicho kitu. Basi sawa shimeji, mimi naondoka. Sawa, karibu. Asante shimeji yangu. Wewe paka mchafu. Ni bora hata nimekutana na wewe. Maana nina yako ambayo siwezi kubaki nayo. Kwani wewe kijana unajikuta nani haswa? Kwa jinsi ulivyo hivyo, unaweza ukamiliki anayo na ukaishi naye kabisa.
labda niwe kablini, lakini kama nipo hai sitoruhusu Anaya deti na wewe. Hata kama simpendi Anaya, siwezi kuruhusu uchafu. Lakini ukitaka tuishi vizuri, ukimwona sehemu pita mbali. Ikiwezekana, badili njia kabisa ili asikuone. Ukifanya hivyo, kwa siku nyingine naweza tukakutana nikakupa hata 500 ya maji. Sema vibaya kwa sababu ya Anaya. Anaya ni nani huyu anayefanya nakosa amani? Huyu Anaya ni mrefu? Ni mfupi? Anaya huyu ni mweupe au ni mweusi? Hakika siku nikikutana naye lazima ataripa. Haiwezekani mimi nasemwa hivi kwa sababu ya mtu nisiyemjua. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga, ninaona, lakini siwezi kugusa. Mapigo ya moyo yanapiga taratibu, kama mlango wa matumaini umefungwa na kufuli. Maneno matupu hayana uzito, kama hewa baridi inapuliza usiku. Sauti zako. Mbona nataka sasa kunikimbia? Hamna bwana, kuna kitu nilisahau mara moja. Si unajua tena. Anyway, vipi kuhusu mrejesho wa kazi yangu niliyokupa? Kwa sababu naona hii ni siku ya 4 inapita. Unipi result yoyote, upo kimya tu. Hamna bro. Kikweli ile kazi yako mimi nimeshindwa. Nimenawa mikono. Kwa jinsi ninavyomwona yule mwanamke, moyo wake umekufa kabisa. Yaani ana hisia kabisa na mapenzi. Upofu wa hisia. Imagine, soga zangu zote vina nilizozipangilia kwa ukamilifu kabisa, lakini niliambulia tu kukataliwa. Siwezi kuendelea na kazi yako, na imani utakuwa umeshapata jibu. Ndio hivyo. Kama mlango wa matumaini umefungwa na kufuli. Maneno matupu hayana uzito, kama hewa baridi inapuliza usiku. Sauti zako sasa ni ndoto. Kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama,
sababu ya kulilia. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga, ninaona lakini siwezi kugusa. Mapigo ya moyo yanapiga taratibu, kama mlango wa matumaini umefungwa na kufuli. Maneno matupu hayana uzito, kama hewa baridi inapuliza usiku. Sauti zako sasa ni ndoto tu, zikinitesa kwenye giza kuu. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga, ninaona lakini siwezi kugusa. Mapigo ya moyo yanapiga taratibu, kama mlango wa matumaini umefungwa na kufuli. Anaya, hicho unachokifanya sio kitu kizuri kabisa. Huo sio ubinadamu ujue. Ila sijafikia level yako. Mtu usiojua jema wala baya unapofanya kwa mwenzio. Alafu mimi na wewe tulishaachana. Unachong'ang'ania ni nini? Haujui kuachika mwenzetu. Mimi na wewe hatujaachana. Pole sana mume wangu, najua ni kipindi kigumu unachopitia, lakini nakusihi usikate tamaa. Ipo siku isiyojulikana, najua utalala sehemu nzuri, na pia vilevile tutaijenga familia yenye amani na upendo pia. Mume wangu, samahani kama nitakuwa nimekukwaza, nakupenda kuliko chochote. Pia Lakini pia hata kama tungekuwa tumeachana, sio sababu ya mimi nawe kuonana mafari wawili ambao hawawezi kuishi zizi moja. Ushaanza ngonjera zako na kujua vizuri kwenye mambo hayo. Kupata muda kuongea na mimi, tumshukuru Mungu wako. Na ukitoka hapa, nenda kachinje kuku wa kienyeji, na sio wa kisasa tena, mkaange vizuri, shushia na juisi ya baridi. Hacha kunifikiria mimi na wewe sio ndege wapatanao tena. Tafuta kiota chako. Ama kweli mwanamke ni kiumbe saulifu sana. Ina maana yeye anahesabu tu makosa yangu tu, akumbuki hata jema moja nililowahi kumfanyia. Naona kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulilia. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga, ninaona lakini siwezi kugusa. Mapigo ya moyo yanapiga taratibu, kama mlango. Toka juzi nilikuwa nikiongeza kule makopo nyumbani na hajapita mtoto kuyachukua. Basi twende kayachukue wewe.
Niondoke basi. Araganale yanahila bahagi oranno nilinderi Habari yako Ti? Shwari, vipi? Fresh. Hivi leo umenionea Alex? Alex? Hapana, sijaonana naye. Tangia jana nilivyoonana naye, sijamtia machoni tena. Lakini pia kumpata kwa sasa hivi itakuwa ngumu. Maana mida kama hii anakuwa kazini. Okay, naomba nikuombe kitu kama hutojali. Mapigo ya moyo yanapiga taratibu kama mlango wa matumaini umefungwa na kufuli. Maneno matupu hayana uzito kama hewa baridi inapuliza usiku. Nisipokuwa na macho yako, dunia inafifia kama mwezi usiku, mwanga unakimbia. Sauti yako ni wimbo, moyo wangu unalia. Nisipokuona nahisi kulia, mapenzi haya siwezi kuficha. Nisipokuona nahisi kulia, wewe ni upepo, moyo wangu unatia. Mikono yako ni joto, baridi linapotea. Ukikutana naye kuona koenda, mwambie mimi shemeji yake namtafuta. Lakini pia hata namba yake haipatikani. Okay. Wala usijali. Basi sawa ndugu wangu, nitafurahi sana.
nahisi kulia. Wewe ni upepo, moyo wangu natia. Mikono yako ni joto, baridi linapotea. Niambie basi kama umenisamehe. Sauti yako ni wimbo. Kwani wewe ni bubu au? Nisipokuona nahisi kulia. Nisamehe babangu. Unaitwa nani? Macho yangu yananifanya nifarijike kwa kukutazama wewe. Ninaamini utakuwa wa kwangu peke yangu, sitoshea na mtu. Mimi ni jeshi la polisi na wewe ni mhalifu. Nitahakikisha na kutia mbaroni na kukuhukumu kifungo cha maisha kwenye moyo wangu. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga. Kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulilia. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga. Ninaona lakini siwezi kugusa. Mapigo ya moyo yanapiga taratibu, kama mlango wa matumaini umefungwa na kufuli. Maana
Sasa mtu mwenyewe anamuita hata anisikilize. Mimi nilikuwa naona ni bora ukubali kile kiakiba nilichokuwa nakiweka mdogo mdogo, nikufungulie biashara, uachane na kuokota makopo. Wewe kama nani unifungulie biashara? Unajua huruma ikizidi sana ni dhambi. Kwa nini utende dhambi kwa makusudi? Moyo wangu ndo unaniponza. Siwezi kusubiria wakati najua ngoja yaumiza matumbo. Nakupenda. Amini hilo. Sifa ya mwanamke anayekupenda huwa anakutakia mema. Sipendezi kukuona unaokota makopo wakati ninaweza kukusaidia. Nilijihukumu huu ni mwezi wa 6. Sijawahi kuongea. Na vile vile ni mwezi wa 6 na okota makopo. Sababu kuu ni mwanamke. Nyinyi wanawake ni viumbe wabaya sana. Pole sana. Usipende kujazibu kiasi hiko. Yawezekana yule mwanamke alikutendea mabaya, lakini sio kila mwanamke anaweza kukutendea mabaya. Tumetofautiana wanawake. Samaki mmoja akioza wote wameoza. Mwanaume mmoja anapomtendea ubaya mwanamke, huwa wanawake mnatunganisha wanaume wote kwa kusema wanaume wote ni mbwa. Je, sifa za mbwa mwazijua? Kwa mtazamo wenu, mnahisi kati ya mwanaume na mwanamke nani ana sifa za mbwa? Ila mimi ninadhani mwanamke anayemwita mwanaume mbwa ni yule asiyojua thamani ya mwanaume. Kiufupi atambui kwamba sisi wanawake ni kiwiliwili na wanaume ni kichwa cha familia. Alex, toka jana mdogo wangu Anaya hajarudi nyumbani. Na wewe jana hujaingia kazini. Bila shaka utakuwa umemteka mdogo wangu na yupo ndani kwako. Unajua hata kama mapenzi ni giza, lakini bado hajanifumba kiasi hicho. Mimi siwezi kufanya hivi. Ni kweli jana mimi sikufika kazini, lakini ni kwa sababu nilikuwa najisikia vibaya na sio vinginevyo. Shemeji Alex, sina muda wa kuendelea kusikiliza. Hata kama nikiendelea kusikiliza, bado sitokuelewa. Sawa sawa, mwanamke ni pambo la nyumba. Sina hela. Sina kazi. Wengi wao wakiniona hawanitofautishi na takataka. Umeshawishika kwa kipi mpaka ukafikia level ya kunipenda? Nachojua mimi, mapenzi sio pesa. Mapenzi sio mwonekano. Mapenzi ni upendo wa kweli. Lakini pia mapenzi bila pesa sio mapenzi. Na ndio maana nitaka nikufungulie kibiashara uwe unaingiza pesa. Hakuna tena sababu ya kulilia. Sina moyo, lakini pia sina hisia. Mapenzi yanafilisi. Mapenzi yanatajirisha pia. Huwezi ishi bila moyo. Na kila binadamu ana hisia. Mimi nikiwa na wewe tutatajirika na tutofilisika. Lakini siwezi kukosa mapigo ya moyo kupika taratibu kama mlango. Basi sikia hapa. Naomba tu nifahamishe jina lako. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga.
Ninachotaka mtoe mdogo wangu humu ndani, niondoke naye nyumbani. Kwani leo umetumia kilevi gani Shemsuzi? Maana sikuelewi kabisa. Na kama ningelikuwa na mpango wa kumteka mdogo wako, hakukuwa na sababu mimi kuja nyumbani kwenu juzi kumwomba msamaha. Kama nataka tuendelee kuwa marafiki, ninaomba baada ya masaa 3 mdogo wangu amesharudi nyumbani. Shika hii barua, imetoka ofisini. Huyu mpumbavu atakuwa na ukota makopo wapi leo? Kwa sababu mara nyingi hii mitaa ndo nimekuwa nikimuona. Atakuwa na anaya nini? Nisaidie. Mdudu? Saidie, nauma. Hebu acha basi kwanza. Hapo nauma bado.
Hapo ametoka. Naona kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulilia. Upofu wa hisia, giza ndani ya moyo. Ninaona, lakini siwezi kugusa mapigo ya moyo. Inakupasa kuwa makini kwa sababu kuna microorganism ambao ni rahisi sana kuingia katika jicho. Kwa hiyo hakikisha unakuwa makini. Kweli mapenzi upofu, ukipenda uoni, usikii uambiliki, unang'ang'ana ukomi. Nimechoka. Yaani mimi nimezunguka leo tu mara moja hivi, nimechoka hivi. Je, unazunguka kila siku? Pole. Lakini mimi kwangu naichukulia ni hali ya kawaida kwa sababu nishaizoea. Nafikiri kwako itakuwa imekuwa hivyo kwa sababu ni hali ambayo hujaizoea. Hivi unatumiaga muda gani kujaza kiroba ukiwa peke yako? Ni kama unavyojua, sehemu yenye ushirikiano ni tofauti na sehemu isiyo na ushirikiano. Kwa hiyo kuna urahisi fulani ulivyoongezeka wewe kunisaidia. Laiti ningelikuwa peke yangu ingenichukua muda. Pengine ningeweza kufika hata jioni. Lakini kwa sababu tumeshirikiana mimi na wewe, ndio maana unaona imekuwa rahisi. Saa ngapi hizi? Saa 7 hii. Tayari tumemaliza. Sawa. Leo nitakuletea chakula cha jioni, lakini pia nitajitahidi nipike mapema ili nisichelewe. Sawa, nitashukuru. Basi sawa, bye. Sawa. Kwa makini. Haya, take care. Kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulilia. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga. Ninaona
isikugusa. Mapigo ya moyo yanapiga taratibu, kama mlango wa matumaini umefungwa na kufuli. Maneno matupu hayana uzito, kama hewa baridi inapuliza usiku. Sauti zako sasa ni ndoto tu, zikinitesa kwenye giza kuu. Madam Suzy. Upofu wa hisia, giza Suzy. ndani ya mwanga, ninaona. Yaani mimi nilidhani umekuja na mdogo wangu, ila kwa sababu za roho zako umekuja peke yako. Hapa hakuna mambo ya ushemeji. Unamchukuaje mdogo wangu bila kuniambia na unaenda kulala naye siku nzima? Kuanzia asubuhi mpaka asubuhi na mpaka sasa inaelekea jioni. Unafikiri una chochote cha kuniambia mimi nikakuelewa? Unajua Suzy, uko unasema hivi unanikosea sana. Na pia unanivunjia heshima. Yaani mimi mpaka niko hapa ni kwa sababu nampenda Anaya. Please, naomba nipe nafasi unisikilize. Na sio maneno hatujengi. Ukweli ni kama niliyokuambia tukiwa nyumbani kwangu. Mimi siwezi kufanya upuzi wa design hiyo. Na hapo unaponiona nimezunguka kila aina ya chocho kumtafuta tu Anaya na sijamuona. Unanitafuta nani aliyekwambia nimepotea? Wewe ni mwanajeshi? Wewe ni polisi? Askari ya mwitaa au mwenzetu balozi? Wewe ni mwenyekiti au mgambo? Wewe kinyanya wewe. Wewe na adabu wewe. Kwanza jana umelala wapi na leo umeshinda wapi? Na mbona unanuka jasho? Sisi nawe bwana. Kama mimi mtoto vile. Wewe muda mwingine ulali humu ndani lakini hamna naye kuuliza. Umekuwa Sasa nakupa nauli urudi kijijini. Sikutaki nyumbani kwangu. Shemeji, mbona unakuwa na maamuzi magumu kiasi hicho? Kumbuka Anaya akiondoka, unaniumiza hata mimi. Wewe funga bakuli lako bwana wewe. Mimi tumefunga ndoa hata serikali, hata ya mkeka. Au kuna shida kati ya mimi na ndoa yetu? Hata wazazi wangu tu hakujui. Naona kivuli bila mwanga, sega ya jua linapozama, na moyo unalia kwa ukimya. Hakuna tena sababu ya kulilia. Upofu wa hisia, giza ndani ya mwanga, ninaona. Kwa sasa nimepoteza kila kitu kwa sababu ya mapenzi. Kazi nimepoteza, na vile vile Anaya bado ananisumbua. Na pia anadai kama endapo nitaendelea kumfuatilia atanichukulia hatua za kisheria. Anaya,
Kwani mimi sina moyo? Asante sana. Suzi, ulidai kuwa unampeleka Anaya kijijini, lakini mbona leo nimemwona sehemu? Umemwona? Umemwona wapi? Wakati Anaya yupo kijijini. Anyway, mimi nitaka tu kuhakikisha ili nijue kuwa ulikuwa unanitania au la. Lakini mimi ninaomba naomba unisamehe kwa kukuahidi kitu alafu nishinde kutimiza kwa wakati. Usijali, kwa sababu hicho ni kitu cha kawaida. Hakuna mwanadamu ambaye ni mkamilifu hapa duniani. Vipi lakini ulifika salama? Nilifika salama, japo ilikuwa salama sana. Maana dada alikuwa na hofu juu yangu, akizani nimepotea, jambo ambalo lilipelekea anza kunitafuta mtaani, na nilipofika nyumbani alitaka kunirudisha mkoani kwa wazazi. Ila nilivyokukumbuka wewe kipenzi changu, nikachukua maamuzi magumu, kwa sababu mimi siwezi ishi bila wewe, si unajua ya? Maamuzi magumu? Suzi, mimi nilikuwa naomba nisaidie kuomba msamaha kwa bosi. Unajua maisha mwenzio unaopitia sasa hivi sio mazuri kabisa. Hali yangu imekuwa ngumu, kitu ambacho hata kule imekuwa shida sana. Naamini katika wewe kwa sababu najua wewe bosi ni rahisi sana kukuelewa kuhusiana na mimi. Mwelezee ukweli kwamba Alex kabadilika. Alex amejifunza. Mimi nakuahidi Suzi, kama utanifanyia hivyo kuniombea msamaha, sitofanya yale makosa niliyoyafanya mwanzo. Kwa hiyo naomba unisaidie. Kazi ipo. Nitaongea naye, lakini sidhani kama itakuwa rahisi kama unavyofikiria wewe. Sawa, nitashukuru sana. Sawa, karibu. Ni maamuzi gani hayo magumu uliyoyachukua bila kunishirikisha? Na hicho ndicho nilichofia. Kama ningerudi mkoani bila kushirikisha, najua ungenilaumu sana. Ila ukweli ni kwamba nimepanga. Nimefanya yote kwa ajili yako, maana siwezi kukaa mbali na wewe. Sawa. Vipi kuhusu mume wako? Mume wangu? Yupi huyo? Unamzungumzia Alex au? Yule sio mume wangu bana. Tulishachanaga. Yule alichezea nafasi ikala kwake. Alichezea nafasi? Kivipi? Mbona mimi naona nakupenda sana. Kwa sababu ni zaidi ya mara 3 ananifuata kwa wema tu, akiniomba niachane na wewe. Kwa hiyo
We maamuzi yako ni yapi? Uko tayari kuniacha au? Huko unafikia mbali Anaya. Sifikirie kufanya hivyo. Anaya. Alex, nimegonga sana mlango nikadhani uko ndani unaogopa kufungua. Lakini bora umekuja. Kilichonileta hapo ni jambo hilo moja. Sikia nikwambie. Tabia kutoza ngwangola zako kumfuata Laban, kwenda kumwambia maneno yako kipuuzi kuhusu mahusiano yangu mimi na wewe. Naomba ukome. Mimi na wewe tulishaachana na hatuwezi kurudiana kamwe. Sitaki mazoea na kijana wa watu Laban. Lakini Anaya. Lakini Anaya nini? Iko ndio kilichonileta. Sija kuongea na wewe, sawa? Tumeelewana. Tia akilini hilo mpuzi mkubwa wewe. Unajua nimepoteza kazi kwa ajili yako. Unahisi mimi siumii kuishi na wewe mbali? Anaya, ukishapenda ni sawa na upofu wa hisia. Hebu jaribu kujali basi hata hisia zangu hata kidogo. Mimi siwezi bila wewe, ndio maana niko tayari kupoteza kila kitu ili nikupate tu wewe. Anaya, Alex nakupenda. Umepoteza kazi? Bado. Nyumba yako unayolipia kodi, unajifanya unapata pesa kulipia kodi, utaipoteza pia. Hata ya mavazi yako ambayo unafanya unavimba mtaani, utayapoteza. Hivyo vichenchi vyako vilivyobaki utavipoteza. Na yote hayo yatatokea ukiendelea kunifuatilia mimi. Nikome. Maneno matupu hayana uzito, kama hewa baridi na puliza usiku. Sauti zako sasa ni ndoto tu, zikinitesa kwenye giza kuu. Upofu wa hisia.
sitamwonyesha zaidi kama nimekasirika. Mbadala wake nataka nijue, je, huyu ni mwanamke sahihi wa kuoa au ni mwendo wa mishenyento nijikatae mapema? Anaya, nipe hata dakika moja basi unisikilize. Anaya. Njia sio ya kwako, ni ya serikali. Nipishe nipite. Sema, hawa samaki wanaonekana ni watamu sana, yani wana ladha nzuri. Kwani unawachukuaga wapi? Licha ya kuwa nimepanga, lakini kuna biashara yangu nimeifungua ya kuuza visamaki na vidagaa mchele. Kuna banda alikuwa nalitumia shangazi. Kwa sasa ka stop, nimeona nilitumie mimi. Wow. Safi sana. Umefanya la maana mno. Unajua ni wachache ambao wanajiongeza hapa mjini. Nimependa. Hongera. Asante. Vipi? Mbona umebadilika ghafla? Kuna tatizo? Najiona mwenye makosa sana. Naomba unisamehe sweetheart. Anaya. Anaya, nipe hata dakika moja basi unisikilize. Usijali, mimi tayari nimekusamehe. Usiwe na wasiwasi kuhusu hilo. Kwa sweetheart. Asante. Ndio maana nakupendaga.
subiri bana. Baba, kosa sio kosa ndo unanikimbia. Mbona kazi ziko mtaani tu nyingi, ungekubali kuacha kuokota makopo baba. Baba, umehusika kwa 75% mimi kwenda kinyume na hukumu niliyoitumikia ndani ya miezi 6 pasipo kuongea. Bado unaona haitoshi, unataka hata kuokota makopo nikupotezee. Kama kweli unanipenda, mimi ni ua penda na boga langu. Imesalia miezi 6 tu, vumilia. Baba, baba, kwani mwanamke alikufanyia nini mimi ambacho sisi kukufanyia? Niambie basi. Alikuwa ni mwanamke wa kipekee sana. Sarada